Madam C.J. Walker ni mfano wa kipekee wa mafanikio ya biashara yaliyotokana na juhudi, uthubutu na kujiamini. Madam C.J. Walker alitoka kwenye familia yenye maisha ya kawaida, lakini aliamua kubadili hali yake ya kimaisha kupitia biashara ya bidhaa za urembo wa nywele na kujenga mtandao mkubwa wa kiuchumi uliowawezesha wanawake wengine kupata ajira na pia walipata ujuzi. Simulizi ya Madam C.J. Walker inatoa somo muhimu kwa wafanyabiashara wote na kuonesha mafanikio hayategemei unaanzia wapi na wala unaanza na nini. Mafanikio yanategemea maamuzi, nidhamu na kutokata tamaa. Madam C.J. Walker ni mfano mkubwa wa mtu aliyebadili changamoto kuwa fursa iliyobeba mafanikio makubwa ya kibiashara. Safari ya Madam C.J. Walker inaonyesha jinsi nidhamu, imani na uthubutu vinavyoweza kumjenga mtu kutoka chini hadi kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kuna mambo ya msingi yaliyomsaidia Madam C.J. Walker kupata mafanikio makubwa ya kibiashara. Jambo la kwanza ni uthubutu. Kwenye biashara, hatua ya kwanza ya mafanikio huanza na uthubutu wa kuanza. Madam C.J. Walker alifanya uthubutu wa kuingia kwenye biashara ya urembo. Wakati watu wengine walipoona changamoto, Madam C.J. Walker aliona fursa. Uthubutu wa Madam C.J. Walker ulimfungulia milango ya mafanikio na kumwezesha kuanza safari ya kujenga mtandao mkubwa wa biashara iliyobadilisha maisha yake. Jambo la pili, Madam C.J. Walker alianza na kidogo alichokuwa nacho. Mafanikio ya biashara hayaanzi kwa mtaji mkubwa. Mafanikio ya biashara yanaanza kwa kutumia hicho kidogo ulicho nacho. Madam C.J. Walker alianza na rasilimali chache, lakini alikuwa na maono makubwa. Kuanza na hatua ndogo kulimfundisha Madam C.J. Walker nidhamu ya biashara na kumjenga hatua kwa hatua hadi kufikia mafanikio makubwa. Jambo la tatu, Madam C.J. Walker alijiamini. Kujiamini ni msingi wa kila mfanyabiashara anayefanikiwa. Madam C.J. Walker aliamini uwezo wake. Hakukubali maneno ya watu yamkatishe tamaa, na kujiamini kwake kulimsaidia kufanya maamuzi sahihi na kusimamia ndoto yake. Jambo la nne, hakukata tamaa. Biashara imejaa changamoto, lakini nguvu ya kutokata tamaa ndiyo itakayokusaidia kuendelea kufanya biashara bila kukata tamaa. Uvumilivu wa Madam C.J. Walker ulimwezesha kuvuka vikwazo na kuendelea mbele. Jambo la tano, Madam C.J. Walker alipambana. Kupambana ni sehemu ya maisha ya mfanyabiashara yeyote anayelenga mafanikio ya muda mrefu. Juhudi za kila siku zilijenga msingi imara wa biashara ya Madam C.J. Walker na kuifanya ikue kwa kasi. Jambo la sita, Madam C.J. Walker hakukubali kukatishwa tamaa. Wafanyabiashara asilimia kubwa huwa wanakata tamaa kutokana na maneno ya watu, lakini Madam C.J. Walker alijifunza kuacha kukubali maneno yanayomkatisha tamaa na kuamua kuendelea mbele kuipambania biashara yake. Kutokukubali kukatishwa tamaa kulimpa nguvu ya kusonga mbele bila kuasiliwa na mawazo hasi ya watu wengine. Jambo la saba, Madam C.J. Walker alisimamia malengo yake. Mafanikio ya kweli hutokana na mtu anayesimamia malengo yake bila kuyumbishwa na mazingira aliyopo. Kusimamia malengo yake kulimfanya ajenge biashara imara na ya kudumu ambayo iliacha alama kubwa duniani. Jambo la nane, Madam C.J. Walker aliuza hadithi ndani ya bidhaa. Madam C.J. Walker alifanikiwa kwa kuuza zaidi ya bidhaa za nywele. Aliuza hadithi ya matumaini, kujiamini na mafanikio kwa wanawake wa Kiafrika. Aliwaonyesha bidhaa zake zilikuwa ni suluhisho la changamoto walizokutana nazo na njia ya kuboresha maisha yao. Kupitia hadithi yake binafsi ya kutoka kwenye umasikini hadi kuwa mfanyabiashara mkubwa, aliweza kujenga uaminifu na kuvutia wateja wengi zaidi. Mafanikio ya Madam C.J. Walker yanaonyesha wateja huwa wananunua zaidi ya bidhaa. Mteja huwa ananunua hisia, thamani na hadithi iliyopo nyuma ya bidhaa. Kwa kuunganisha bidhaa zake na hadithi ya msukumo, Madam C.J. Walker aliunda mtandao mkubwa wa biashara uliompa mafanikio makubwa ya kibiashara. Hili ni funzo kubwa la kupata mauzo kwenye biashara. Mafanikio makubwa ya biashara
hayategemei mtaji mkubwa ulionao. Mafanikio ya biashara yanategemea maono yako, uvumilivu, ubunifu na uwezo wa kutoa hadithi inayotatua matatizo ya wateja. Kwa kujifunza kwa Madam C.J. Walker, alitumia changamoto alizokutana nazo kama fursa ya kuanzisha biashara iliyobadilisha maisha yake na maisha ya watu wengine. Kupitia juhudi zake, alijenga mtandao wa biashara wenye nguvu na kuwa mojawapo ya wanawake wa kwanza kujenga utajiri mkubwa na kuacha urithi wa simulizi unaoendelea kuhamasisha wajasiriamali wengi duniani. Kitu kikubwa cha kujifunza kupitia Madam C.J. Walker: mafanikio huja kwa watu wanaoamini kwenye ndoto zao, wanaotoa suluhisho na wasiokata tamaa.